Nimefanikiwa kupata hiyo pesa. Umefanikiwa eh? Ndio mjomba. Ziko wapi? Isipokuwa kuna vijana wameniibia pete yangu. Vijana wamekupola pete? Ndio mjomba. Sasa wamechukuaje mwilini mwako? Walinikaba. Ila ondoa wasiwasi mjomba. Kwa sababu hiyo pete haijachukuliwa na majini. Wamechukua binadamu. Itakuwa salama na tutaipata. Unanielewa? Sawa mjomba. Kwa hiyo nenda kajiandae ili leo nikupeleke kule ambako huwa tunachuma dawa. Maana kakaako leo nimemtuma sehemu nyingine akachume dawa. Wewe leo twende nikupeleke kule ambako huwa tunachuma dawa. Pia ukifika ndani, hiyo fedha hakikisha unaiweka vizuri. Tutaitumia tukirudi. Unanielewa? Sawa mjomba. Nenda kajiandae. Mji wa watu, mji wa watu, mji wa watu, mji wa watu. Baba wewe unakimbia na wewe halo. Oya. Halo. Sasa hem tuione kwanza hiyo pete. Mwanangu na. Sasa sikia. Ili dili tumefanya tu watu wale washikaji usiwaambie kitu. Kweli? Mwanangu hii hela. Amini kwamba. Sawa? Amini kwamba. Alafu istoshe imishe hapa kijijini tukishaimaliza kuchimba visima humu ili tuenda kupata hela tauni. Kweli kabisa. Si umeelewa? Mwanangu lazima nijenge. Mimi cha kwanza mjengo mwanangu. Mimi cha kwanza mjengo hapa mwanangu. Hii hela hii mwanangu. Sawa. Kingine yule mtoto si atatugundua. Ila umesikia? Nesa hajatuona. So jinsi tulivyomfunika kitambaa kile, hajaona kitu. Mimi naamini kabisa hajatuona yule mtoto. Basi sawa. Ila cha kusitizia uwe siri. Usijali mwanangu, hilo uhakika. Poa, tia mfukoni wenzetu. Kwa naitia kwenye chudo. Wenzetu. Kausha na sana. Sasa unajisahau. Mjomba. Naam mjomba. Hili ndio eneo ambalo kila wakati tunachuma dawa. Ndio maana leo nimeamua kukuleta. Unanielewa mjomba? Ndio mjomba. Siku nyingine nikikuagiza inatakiwa uje kuchuma hapa. Mti wa kwanza huu wa kuchuma, mti mwingine ule pale. Unauona? Sawa mjomba. Na mti mwingine huu hapa. Haya ndio maeneo tunayochuma dawa. Sawa? Sawa mjomba. Hata kakaako nikimwagiza huwa anakuja hapa kuchuma. Ndio maana leo nimekuja kukuonyesha ili ujue tunakochuma dawa. Siku nyingine nikikuagiza uje hapa. Sawa? Sawa mjomba. Hata kakaako nikimwagiza huwa anakuja hapa kuchuma dawa. Hivyo basi endelea kuchuma ili tuondoke nyumbani. Kibiongo. Leo kama bahati kukutana na wewe tena Kibiongo. Hivi wewe Kibiongo? Uoni hata aibu ndugu yangu na mnunduo kutembea barabarani? Alafu hata huyo ndugu yake aone kuruhusu wewe utembee ukiwa kwenye hali kama hiyo. Ana akili kweli? Nasema na wewe Kibiongo. Alafu hilo dude hapo lilikuja kujaje ndugu yangu?
Maana hata sielewi. Yaani upo tu ndugu yangu, mtu si mtu, ng'ombe sio ng'ombe, ngamia sio ngamia. Yaani upo tu ndugu yangu. Hivi wewe hujui kujibu? Sinaongea na wewe. Hapo leo una kofia leo. Ndio nakufaili unabichwa baya. Hapo usiniangalie kama hivyo kibiongo. Au nikutie makofi. Oh! Mjomba, umefuata nini tena hapa wakati nimekuagiza kazi ya kufanya? Mjomba, kipindi nachukua dawa zangu, kuna kijana alikuja. Amenitukana sana na kunizi yake. Kwa hiyo wamerudia tena kosa walilolifanya wakati ule? Ndiyo mjomba, na nilichokifanya nimempa adhabu ya kuwa bubu. Safi sana mjomba. Adhabu hiyo inastahili kwake kwa ziaka anazozileta. Tena hiyo uliyompa ndogo, ingewezekana apewe upofu kabisa sione. Hivyo basi, nenda kaendelee na kazi niliyokutuma mjomba. Halafu mimi nitaenda kuwatazama hawa watu, maana nimejua mpango wao wanaupanga. Kaendelee na kazi mjomba. Sawa mjomba. Mjomba. Na mjomba. Bado hujajaza tu? Iko hivi. Hebu jazia hapo tuweze kuondoka nyumbani. Jiwe. Poa. Ona tunapokuagizaga mkaa. Watotea mkaa wa chenga tofauti na wenzako wanapoenda kununua. Au kuna sehemu gani unaenda unanuaga mkaa hii? Shitemo shaanza kuzingua naye kama mkubwa. Huu mkaa unavyoona huu mkaa mbovu. Eti huu mkaa mangu mbovu. Unajua wapigaji sio mpaka mjini. Hata huku kuna watu wanapiga. Huu mkaa ukipitisha kwenye nani? Ukiweka kwenye jiko unapita moja kwa moja huko. Unajua ndio mikaa yenyewe. Unajua kupiga sio mpaka mjini. Hata huku wanapiga. Wewe vipi? Nini? Washa kwa bubu sasa hivi au? Nini? Siongee. Hivyo unamuelewa wewe? Hebu acha kutuigizia wewe, shida nini? Wewe ndoza. Wewe kapata na nini huyu? Wewe ndoza. Wafujua nazingua Na yule kibiongo, nilienda polini kuzurura, nilikutana na yule kibiongo, hivyo akanifanyia ukatili wa kuto kuongea. Sasa hivi sio kama natania, ni kweli siwezi kuongea. Oya, sikia nikwambie mwanangu, huyu kibiongo kanyaga. Mimi mwenyewe mangu chizi kinoma mwanangu. Mishatoka Milembe mwanangu. Oya, huyo kibiongo tunamfuata huko mwanangu. Sikia nikwambie kitu kimoja, mangu ile mgongo nataka kukata mimi wote mwanangu. Tusifuata kule. Funga mlango mangu tuondoke kule. Huyu kibiongo hatujui huyu. Sisi tuta town. Oya twendeni. Msenge huyu atatujua. Minamini Baba Mungu ameumba dunia.
yake, tujitawale walimwengu. Riziki atatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake. Hivi wewe, kabla tujafanyia kitu kibaya, naomba umrudishie sauti yake ndugu yetu. Hivi wewe kinyamkela, wewe ni kidudu fulani hivi, yani kidogodogo hata uenee kwenye mfuko. Kwa hiyo kijijini hapo tuna mchawi sana, au sio? Umeamua kumloga ndugu yetu au ibubu, au sio? Si wenyewe hauni kinoma wewe. Umesikia? Tusheshi na wachawi kinoma huko town huko. Asiseme mloga huyo hapa ibubu. Mimi nakuua. Mimi nimelogwa mwenye kichizi yani. Umesikia? Wewe si mloga huyo. Mwenye nimelogwa kinoma yani. Mimi nimelogwa kuua. Kwa nikuue sasa wewe. Na wauliza mnaenda wapi? Na wauliza mnakwenda wapi? Mzee tazame mzee. Tazame atarudia tena. Sasa basi, endapo yoyote akitoka kwenye hiki kijiji, adhabu kubwa sana itamkuta zaidi ya hii. Minamini Baba Mungu ameyumba dunia kwa mapana yake, tujitawale walimwengu.
Riziki atatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha.